Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Ni siku nyingine tena unapoungana nami katika mfululizo wa maombi yetu ya kufungua mwaka 2026. Leo ikiwa ni siku yetu ya 19, tukienda kwa haraka kabisa na tukiomba kwa mfululizo. Haleluya. Na kama unanifuatilia, nimekuwa katika siku hizi mbili tukishughulika na maeneo ya kufunguliwa kutoka kwenye vifungo mbalimbali vya maagano ya ibada za miungu au maagano ya ibada za mizimu na madhabahu za mizimu. Lakini leo unifuatilia kwa makini, nataka nikupe siri moja muhimu sana ambayo itakusaidia kuwa huru kutoka kwenye mashambulizi ya roho za namna hii. Nataka nikupe siri moja kubwa ambayo itakusaidia ili kuwa huru kutoka kwenye vifungo vya aina hii vya mashambulizi ya mizimu na roho za miungu na roho za giza. Haleluya. Unajua, watu wengi sana mnatafuta msaada wa Mungu, mnatafuta kufunguliwa. Watu wengi sana mnatafuta kuwa huru kwa sababu ya mapambano na mapingamizi na mashambulizi mnayopitia kwenye maisha yenu. Na utaona watu wengi sana wanatafuta msaada wa Mungu kwenye maombi. Mnakuja kwenye maombi, tunawaombea na mtumishi wa Mungu anaomba na mambo kama, lakini kuna siri moja ambayo watu hawajaipata vizuri, ambayo kimsingi ukielewa hiyo siri unaweza kuwa huru maisha yako yote. Unaweza kuwa huru maisha yako yote, kwa sababu wengi mko na shuhuda mbalimbali za kufunguliwa, na baada ya muda hali ile inakurudia. Unafunguliwa, baada ya muda hali ile inakurudia. Mashambulizi ya mizimu yanakushambulia, unapata msaada wa kuombewa pengine kwa namna moja ama nyingine, lakini baada ya muda unakuta ile hali pia inarudi. Kwa hiyo kunakuwa na kupanda na kushuka sana, kupanda na kushuka sana. Haleluya. Sasa ili jambo ambalo nataka nikwambie unalifahamu, sio kama ulifahamu, na kama hulifahamu basi ndo nataka nikujulishe vyema. Na mara nyingi sana hii siri imekuwa haiongelewi hata kwa watu wanaoombea watu sana. Hawaongelei siri, wakazanii hii siri. Nataka ujue kwamba shetani hapendi uwe huru. Shetani hapendi kabisa uwe huru. Unaweza ukapambana kutafuta msaada wa Mungu, kufunguliwa, maombi kama hayo, ukashiriki maombi kama hayo vyema, na ukaanza kuona nuru, ukaanza kuona mwangaza, ukaanza kuona msaada wa Mungu. Lakini nakwambia shetani kuna vitu atakuficha. Kuna vitu vya msingi atakuficha, na atasababisha watu wasikuambie vitu vya msingi, wasikufundishe na wasikusaidia kupata vitu vya msingi ambavyo vingekusaidia kuwa huru kabisa maisha yako yote. Shetani anapenda watu wawe watumwa. Anapenda hata watu baada ya kumjua Kristo na kuokoka na kuanza kutafuta Mungu, bado shetani anawalazimisha. Kuna engo hata wapa, kuna engo hata waambia, kuna vitu atasababisha wasivijue ili waendelee kuwa watumwa, ijapokuwa wamefunguliwa. Waendelee kuwa watumwa ijapokuwa wameokolewa. Haleluya. Sasa endelea kunifuatilia, utaelewa nini ninachokiongea. Alafu baadaye tutaomba pamoja. Nataka ujue jambo moja muhimu. Mizimu, miungu au mungu yeyote ni spirit. It is a spirit. Bible inasema kwenye kitabu cha Yohana Injili sura ya 4 mstari wa 24, nasema Mungu ni roho. Mungu ni roho. Yaani Mungu yeyote ni roho. Na usuli Biblia inatambua miungu mingine. Inatambua kwamba kuna miungu mingine. Ndio maana Mungu anaitwa ni Mungu wa miungu. Haleluya. Kwa hiyo miungu ni spirit. Tunapoongelea mizimu, tunapoongelea miungu ya familia ya ukoo, tunapoongelea roho giza, na ni zote ni spirit. Tunapoongelea Mungu tunayemwabudu ni spirit, ni roho. Na kwa sababu ni roho, nataka ujue ndani ya moyo wa mwanadamu, Mungu alipoumba mwanadamu, Mungu alipokuumba wewe unayenisikia, aliacha nafasi ya Mungu ndani mwako. Aliacha nafasi ya Mungu ndani mwako. Yaani ndani ya moyo wa mwanadamu kuna nafasi ya Mungu. Ndani ya moyo wa mwanadamu yeyote yule, hata aseme ni mpagani, aseme ni aina gani, kuna nafasi ya Mungu.
kwa sababu mtu hawezi kukamilika bila Mungu. Mtu hawezi kukamilika bila Mungu. Kwa hiyo ndani ya moyo wa mtu kuna nafasi ya Mungu. Sasa wakati Mungu wa mbingu na nchi hajapata nafasi ndani ya moyo wa huyu mtu, miungu mingine, roho nyingine za giza za take advantage na kuchukua hiyo nafasi ndani ya moyo wa mtu. Usifikiri ya kwamba watu wote wanaoabudu mizimu ni watu wabaya, wanaoabudu miungu watu wabaya, wanaoabudu miti, wanatambika, wanatoa kafara kwenye milima. Usifikiri ni watu wabaya. Usifikiri ya kwamba watu waenda kwa waganga kila siku kufanya uganga, wafanye uganga wapate msaada, usifikiri ni watu wabaya. Usifikiri watu ambao wanaenda mahali wanakwenda kwenye misitu, wanatoka kwenye mito, wana njia panda, wanafanya matambiko, wanaongea na mizimu, wana makaburini, wanaongea na mizimu, wanasema babu zetu wanatulinda, vitu kama vile. Usifikiri kwamba ni watu wabaya. Changamoto ni kwamba hawa watu wanajua ya kwamba hawawezi kukamilika bila Mungu, hawawezi kukamilika bila ibada, hawawezi kwenda mahali bila ibada, hawawezi kuwa salama duniani bila ibada. Wote wanatambua hivyo. Awe anaenda kuinamia ng'ombe, anainamia mti, anainamia sanamu, vyote vile ni kwa sababu ndani yake kuna nafasi ya Mungu inayotakiwa kuzibwa, inayotakiwa kukamilishwa ili yeye akamilike duniani. Kwa hiyo ndio maana siku zote ile nafasi itatafuta njia ya kujazwa. Siku zote ile nafasi inatafuta njia ya kujazwa. Sasa kama mtu hajapata msaada kamilifu wa Mungu, Mungu akaingia ndani mwake kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kama mtu hajapata nafasi ya Mungu kuingia ndani mwake kwa njia ya Roho Mtakatifu, na hasa kujazwa Roho Mtakatifu, na hii ndio siri ambayo nataka nikwambie, huyu mtu lazima roho nyingine zitatafuta nafasi ndani mwake. Lazima roho nyingine zitatafuta nafasi ndani mwake. Lazima miungu mingine itaziba hiyo nafasi. Hakuna mtu hata mmoja ambaye anaweza kukaa bila ibada. Hakuna mtu hata mmoja duniani ambaye anaweza kukaa bila ibada. Lazima kuna gepu ya Mungu ndani mwake itamwambia inahitaji kuzibwa. Aende kwa mizimu, aende makaburini, aende kwenye miti, aende kwenye waganga, aende kwenye madhabahu zote, aende kwa Lucifer, lakini bado kuna nafasi ya kutawaliwa na Mungu na kuabudu Mungu iko ndani ya huyu mwanadamu. Sasa hii mizimu inateke advantage ya kitu hicho, kwamba watu wengi sana hawajasaidiwa kujazwa Mungu. Watu wengi sana hawajasaidiwa kujazwa Mungu ndani mwao. Watu wengi sana hawajafundishwa kujazwa Mungu ndani mwao. Ndio maana watu wanahangaika sana kutafuta msaada, wanahangaika sana kutafuta maombi, wanahangaika sana kuombewa, lakini bado hakuna maisha ya badiliki. Bado wanarudi kwenye maisha yale, bado mizimu inaenda kuwafuatilia, bado baada ya muda yale mambo yanawarudia, ile miungu inawafunga, kwa sababu ndani ya mioyo yao Mungu hajajaa bado. Uhuru utakao kusaidia, hii ni siri ambayo nakupa ya kwamba utasaidika na kuwa huru kabisa ikiwa utaruhusu Mungu aingie ndani mwako. Haleluya! Na Mungu anaingia ndani ya mwanadamu kuziba ile nafasi ya Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Lazima ujifunze kutafuta kwa bidii kujazwa Roho Mtakatifu. Narudia tena, tafuta kwa bidii kujazwa Roho Mtakatifu katika maombi yote ambayo utatafuta kuombewa, maombi yote ambayo utatafuta watu wa kuombee. Tafuta kuombewa, ujazwe Roho Mtakatifu. Tafuta Roho Mtakatifu ajae ndani mwako, kwa sababu kama Roho Mtakatifu ajae ndani mwako, hata wakati tunapowaombeeni, niwaambie hiki jambo la muhimu sana. Unapokuja nikakuombea, nikafukuza hiyo miungu ndani mwako, itakimbia, kwa sababu ni spirit. Itaondoka, itakuacha kwa muda.
Ayo maroho yamekuvaa, yamezimu na kuzuia usifanikiwe, usiwe huru, usiwe na afya, usistawi. Ninapokuombea haya maombi ya namna hii, au ukija kwenye maombi kaomba, hizo roho zitakimbia. Lakini hizo roho zikikimbia, hiyo nafasi imebaki wazi ndani mwako, na nafasi kibaki wazi ndani mwako, nataka nikwambie, mizimu itarudi tena kuingia. Miungu itarudi tena kuingia. Roho za giza zitarudi tena kuingia. Roho za kipepo zitarudi tena kuingia humo ndani, kwa sababu hiyo nafasi bado iko wazi. Ndio maana unatakiwa pale tunapokuombea, ili mizimu ikuachie. Inapokuachia, inapokimbia, roho za giza zimekuachia, mapepo yamekuachia, lazima sasa hiyo nafasi ambayo hizo roho na hizo mizimu ilikuwa imekaa, lazima Roho Mtakatifu aingie, ajae pale. Kama hiyo gepu ndani mwako ya Mungu haijajazwa na Mungu mwenyewe, bado mashambulizi yatakuwa yanakurudia mara kwa mara, mara kwa mara, mara kwa mara. Na hii ndio shida kubwa tulionayo, ya kwamba watu wanafunguka lakini hawafunguki kwa kupata uhuru wa kudumu. Ndio maana tunaweza kuombea leo ukafunguliwa mapepo akakuachia, mwezi ujao tena yamekurudia, tunaomba tena na kuachia, mwezi gani unakurudia. Kwa unabaki tu maisha yako yote unatafuta kufukuzwa tu mapepo mizimu, lakini wewe mwenyewe haui huru kabisa, kwa sababu ndani ya moyo wako nafasi ya Mungu haijajazwa. Mungu akijaa ndani mwako, mapepo hana nafasi tena. Mungu akijaa ndani mwako, mizimu haina nafasi tena. Mungu akijaa ndani mwako, roho za miungu za familia na ukoo mababu zako alinamiaga zamani hazitakaa ndani mwako tena, kwa sababu Biblia inasema nuru na giza huwa vikai pamoja, na mali nuru inaingia, giza linakimbia. Lazima ujae Mungu, na utajaa Mungu kwa njia ya kujaa Roho Mtakatifu. Ni jambo la ajabu sana ambalo binafsi inanishangaza kwamba watu wa Mungu katika maombi yote wanayotafuta kuombewa, hauwezi kuona mtu anakuja kuambia niombe nijaze Roho Mtakatifu. Nimekaa kwenye huduma miaka ya kutosha, na mtumikia Mungu katika ile neno la deliverance, kufungua maisha ya watu, kuponya maisha ya watu, na Mungu ananitumia sana kwenye neno najua. Lakini kitu kimoja kinanishangaza, hauwezi kuona mtu anakuja kwako nasema, mtumishi, naomba niombe nijaze Roho Mtakatifu, naomba niombe nijaze Mungu, naomba niombe nijaze Roho Mtakatifu, nianze kunena kwa lugha mpya. Huwezi kuona hiyo kitu. Hawezi kuona hiyo kitu kabisa. Lakini utaona mtu anakuja, niombe mapepo amenifunga, niombe nashambuliwa kwenye ndoto, niombe magonjwa yananishambulia, niombe kuna mateso 1 2 3. Watu wengi hawajui, kwa sababu hizi siri zinafichwa. Watu waongei sana, hizi siri zinafichwa, kwa sababu hizi siri zitakufanya ufanikiwe na kuwa huru maisha yako yote. Ndio maana shetani hataruhusu siri za namna hizi zifichuliwe sana, ziongelewe sana makanisa. Utaona hizi siri zinaongelewa sana makanisa, hata ruhusu ziongelewe sana, hata zidhibiti kwa namna moja ama nyingine. Watu wasiongee sana habari ya siri ambazo ndio zitakufanya uwe huru maisha yako yote. Nimepata vizuri? Zitakufanya huru maisha yako yote. Hizi siri zinafichwa. Biblia inasema, kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari 32 nasema, nanyi mtaijua kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Nanyi mtaijua kweli, au mtaifahamu kweli, na hiyo kweli ulioifahamu itakuweka huru. Kwa nini watu hawatafuti kujaza Roho Mtakatifu? Kwa nini katika mahangaiko yote ya kutafuta maombi, hata unanisikia sasa hivi, inawezekana umesikia kidogo baada ya kujaza Roho Mtakatifu, na wala hauna muda wa kutafuta hiyo, kutafuta kujaza. Unaweza kupigia mtumishi simu, mtumishi, naomba niombe, nataka kujazwa Roho Mtakatifu. Nimeokoka lakini sina Roho Mtakatifu, sijajazwa, sineni kwa lugha mpya, nataka kujazwa Roho Mtakatifu. Hauwezi tafuta hiyo kitu, kwa sababu hiyo siri imefichwa kwako. Kwa sababu shetani hata kama hajafanikiwa kuzuia usiokoke, lakini anataka mbali na wokovu ulionao uendelee kuwa mtumwa wake. Shetani anapenda uendelee kuwa mtumwa wake. Ndio maana hataruhusu ujue siri ambazo zitakufanya uwe huru kabisa. Haleluya.
Ndio maana katika namna zote ambazo ninafanya kazi kuombea watu, ukifunguliwa, maroho yakakuachia, mizimu ikakuachia, maombi yangu ni kwamba sasa Mungu ajae ndani mwako, kwa sababu kama Mungu hajajaa ndani mwako, ile nafasi, ile gepu ya Mungu ikabaki, hiyo mizimu itarudi, hiyo miungu itarudi, ayo mapepo yatarudi, hizo roho za giza zitaingia tena. Na hapa ndipo watu wanasafa, ndio watu wanastruggle vifungo viwachie moja kwa moja. Watu hawatoki kwenye kifungo wakapanda tu nyingine. Watu wanabaki wanastruggle na vifungo vile vile, miaka nenda rudi, mateso yale yale, miaka nenda rudi. Watu wanastruggle na vifungo, matatizo yale yale, mateso yale yale kwenye ndoto, mizimu ile ile, miaka nenda rudi. Hakuna siku mtu anasema sasa niko huru. Hakuna siku mtu anasema sasa nimefunguka. Hata akisema hivyo leo, baada ya wiki moja, wiki mbili, tayari mengine yanaingia ndani mwake, kwa sababu hujajazwa Mungu. Na mimi nakupa hii siri, tafuta kwa bidii, tafuta kwa bidii katika maombi ambayo uyatafute kwa bidii. Tafuta kujazwa Roho Mtakatifu, kwa sababu Mungu anajaa ndani ya mtu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Mungu anajaa ndani ya mtu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Sasa Mungu akichukua nafasi ndani mwako kupitia Roho Mtakatifu, akajaa ndani mwako, ile kiu ya miungu, kiu ya mapepo, nafasi ya mapepo, nafasi ya mizimu inakuwa hamna tena. Nakwambia siri ya ajabu sana ambayo hata utafute sana. Na wengine ambao umefanikiwa kujazwa Roho Mtakatifu, wala hamtafuti jinsi ya kuendelea kuwa naye, jinsi ya kuendelea kutunza, ndio maana wakati mwingine nawaandikia vitabu kama kitabu cha Mjua Roho Mtakatifu na kazi zake ambacho nimewaandikia. Ni kwa sababu ya kujaribu kusaidia, kwa sababu watu wengi mmekaa miaka rudi, mnaomba, mnafunga, mnaomba, mnaombewa, lakini hakuwezi kusimama ukasema sasa niko huru. Hauwezi kusimama ukasema sasa niko huru, kwa sababu bado miungu inapata njia ya kuingia tena, bado roho chafu zinapata njia ya kuingia tena, bado mapepo napata njia ya kuingia tena, kwa sababu ndani mwako pako free, na kama pako huru. Unajua Yesu alitoa mfano mmoja, akasema pepo amtokapo mtu wapita njia ya pasipo na maji, lakini anasema akitoka haendi mbali, atakaa anachungulia ile nyumba alikotoka, kwa sababu pepo anaamini mwili wako ndio nyumba yake, mahali pa kukaa. Au miungu hii ni roho inaamini katika mwili wako ndio mahali pake pa kukaa ili kufanya kazi duniani. Sasa hizo akasema haya mapepo yakitoka yatakaa anachungulia, anasema yakiona nyumba yake imesafishwa, iko huru, imesafishwa, hakuna mwingine ametake over. Mapepo, hiyo ni kauli ya Bwana Yesu mwenyewe. Mapepo anasema yakigundua ya kwamba hii nyumba nilipokuwa nakaa, japokuwa alikuja mtumishi wa Mungu fulani akanifukuza nikatoka, lakini ile nyumba bado iko wazi. Haleluya! Ile nyumba bado iko wazi na imesafishwa na imepambwa tu vizuri, na hakuna mtu mwingine ametake over, wala hakuna roho nyingine imetake over. Inabidi roho safi inavyokuachia, inabidi roho safi ingie. Narudia tena, roho chafu inapoondoka inabidi roho safi ingie, vinginevyo ile roho chafu itarudi. Landra daba rabo jedekedi brodibaya. Naongea na watu. Kitabu cha Mathayo sura ya 12 mstari wa 43 hadi 45. Utasoma mistari hapo. Nataka ufunguliwe, na nataka uwe huru maisha yako yote. Lakini huwezi kuwa huru mpaka Mungu amejaa ndani mwako, kwa sababu kama usifanye hivyo, roho chafu itaenda kuingia. Itaenda kupata njia, mizimu itaenda kupata njia ya kuingia na kutawala maisha yako. Bwana Yesu anasema Mathayo 12:43-45, anasema pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate, alafu usema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija akiona tupu, my God, that's the point. Akiona pako tupu, not hiyo, akiona pako tupu, yule pepo, yule mzimu, yule roho ya uchawi, ule mzimu, yule
ile roho chafu ilikuwa inakutesa na magonjwa na kutesa na vifungo, ndoto mbaya kila siku naota, shuko kijijini, mizimu na kufuata kila siku, inakaa ndani mwako inakutawala. Anasema wakirudi baada ya kufukuzwa, sasa kama maombi kama tumeomba yamefukuzwa, sasa watarudi tena kuchungulia. Anasema wakikuta nyumba iko tupu, noti hiyo imefagiwa na kupambwa, mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, nao huingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Amen. Melewa vizuri mambo? Yesu anaongea point ya msingi, anaongea kitu ambacho nataka ukielewe leo na ufunguke moja kwa moja. Anasema akija yule pepo anakuta nyumba iko tupu, yani tangu ameondokaga hakuna roho nyingine imechukua ile nafasi. Tangu ile pepo yule mzimu wa familia amekuachia, akija kuchungulia na kugundua pako tupu, nyumba ile nilikuwa nakaa pako wazi, hakuna roho nyingine imechukua, hakuna Mungu mwingine amekaa pale. Anasema watakusanya nguvu kubwa zaidi, watakuja wakunamisa kweli kweli, wakae humo ndani. Sasa Yesu anasema kitu cha ajabu sana. Kwa inawezekanaje ya kwamba haya maroho yalifukuzwa kwenye mwili wa mtu, yaliondolewa kwenye mwili wa mtu, lakini bado yana uwezo wa kuingia tu vizuri ikiwa pako tupu? Not your kitu. Haleluya. Yesu anatupa siri ya ajabu sana. Inawezekanaje ya kwamba haya mapepo yalifukuzwa, hii mizimu ilifukuzwa ikaondoka kumwachia mtu huru, lakini kwa sababu ilivyoondoka palibaki patupu vile vile. Mungu akuchaa pale, roho Mungu akuchaa pale, Mungu akuchaa pale ndani. Alafu Yesu anasema kirahisi kabisa ya kwamba yana uwezo wa kuja tena na kuingia, maanake yana access ya kuingia, kwa sababu wanakaribishwa na ule uwazi na ule utupu wa pale ndani. Yani pale kuwa tupu, kuwa wazi pale ndani, panakaribisha mapepo kuingia, na hayawezi kuzuiliwa kuingia, kwa sababu ile nafasi inatakiwa kujazwa na roho fulani ya kiungu, iwe ni miungu ya giza, iwe ni Mungu wa kweli, lakini ile gepo pale kuna roho inatakiwa kae pale. Ndio maana nakwambia hakuna mtu ambaye yuko wazi ndani mwake. Kila mtu kuna roho ya kiungu iko ndani mwake, iwe ni roho ya kiungu ya miungu ya giza au roho ya kiungu ya roho ya Mungu, kwa sababu kuna gepu pale na kuna dai. Sasa nisikilize, unaposikia sauti, kazana kutafuta kuombewa ujazwe Roho Mtakatifu, hasa baada ya kufunguliwa. Hapo ndipo utaanza kuona ushindi wa kudumu kwenye maisha yako. Ndipo utaanza kuona kwamba hakuna nafasi tena kwa mizimu ndani mwako, hakuna nafasi tena kwa mapepo ndani mwako, hakuna nafasi tena ya miungu ndani mwako, kwa sababu tayari Roho Mtakatifu amejaa pale ndani. Hii ni siri kubwa na watu wengi hawatafuti kitu. Hii ni siri nakupa, nataka nikwambie, tafuta kwanza sasa. Unaweza kupiga namba zangu kupata msaada namna hii, au kufuatilia magrupu yangu ya WhatsApp au ibada zangu, ili uweze kupata maombi ya kujazwa Roho Mtakatifu. Alafu akijaa ndani mwako ndo utaelewa ya kwamba sasa nimekuwa huru. Unajua mtu akijaa Roho Mtakatifu anagundua sasa nimekuwa free, nimekuwa huru. Haleluya. Mungu akubariki sana. Nione comment yako hapo chini na useme karibu Roho Mtakatifu ndani mwangu, nijaze mwaka huu, nijaze mwaka huu. Roho Mtakatifu nijaze mwaka huu. Jaza nafasi ya Mungu ndani mwangu, pasiwe huru, pasiwe patupu kabisa, kwa jina la Yesu aliye hai, na nguvu ya Mungu ikushukie huko uliko. Haleluya. Thank you Lord. Naomba unapohitimisha siku ya leo, ya siku yetu 19 ya maombi, hebu omba maombi haya ya kutoka kwenye vifungo vya magereza ya mizimu. Ombi la kwanza: kila magereza ya mizimu kule kijijini nilikozaliwa walimonifungia maisha yangu, naachilia makombora ya moto wa Roho Mtakatifu, ninavunja hayo magereza na kutoka kwa jina la Yesu. Omba hivyo kwa bidii. Ombi la pili: kila nyumba yoyote ya mizimu ambamo wamenifungia tangu miaka mingi iliyopita, leo ninaamuru radi za Roho Mtakatifu zipige hiyo nyumba na nitoke katika jina la Yesu aliye hai. Omba hivyo kwa bidii. Ombi la tatu: shimo lolote la mizimu walimozika utajiri wangu, mafanikio yangu, kibali changu, nyota yangu na ukuu wangu, ninavunja na kupasua hayo mashimo, ninatoka kwa jina la Yesu aliye hai na kurejesha kila kitu ambacho walizika humo ndani. Ombi la nne:
kila walinzi wa kipepo waliowekwa kunilinda ili nisije nikatoka kwenye magerezi ya mizimu na mashimo yao, ninawakatakata kwa upanga wa Roho Mtakatifu, waniachie niende kwa jina la Yesu aliye hai. Ombi la 5, ninakata kila kamba walizonifunga nazo kwenye miguu na mikono ili nisije nikajinasua na kuwa huru. Ninakata hizo kamba kwa upanga wa Roho Mtakatifu na kujifungua kwa jina la Yesu aliye hai. Ombi la 6, ninaita maisha yangu, hatima yangu, utajiri wangu, mafanikio yangu, kibali changu, ndoa yangu, nyota yangu na kila kitu walichochukua na kufungia mahali, ninaita virudishwe kwa jina la Yesu aliye hai. Ombi la 7, soma Zaburi 23 kile mstari wa kwanza mpaka wa mwisho kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Unaponisikiliza sasa hivi, namba hizi zitakusaidia kupata msaada zaidi. Unaweza kunitafuta ama unganisha kwenye magrupu ya WhatsApp, ama uweze kunitembelea niweze kupata msaada wa kimungu, au kwa namna nyingine uweze kupiga simu kupata msaada wa maombi. Amen. Namba hizi 0695421742, hiyo ni Airtel, lakini 0654575999, hiyo ni Tigo Pesa au Yas, lakini 0761406475, hiyo ni M-Pesa. Unaweza kunipigia kwa hizo namba, ama kupata vitabu vya kujisomea ili ujaze nguvu zaidi na maarifa vya Roho Mtakatifu, au unaweza kupiga hizo namba kupata msaada wa kiungu, ama pia ukatumia hizo namba kuachia sadaka yako ikiwa unasikia msukumo kuachia sadaka kwenye maombi ya namna hii. Mungu akubariki sana, nikutakia wakati mzuri. Usiache kusubscribe channel hii kwa sababu ninakuja tena kesho na masomo mengine na ya maombi mengine. Mungu akubariki sana na shalom.